أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. Tunaendelea na darasa zetu katika kitabu cha Riyadhus Salihina, bustani za watu wema, kilichoandikwa na mwanachuoni Abi Zakaria Yahya bin Sharafuddin an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na leo tuko katika mlango unaitwa babu istihbabil uzlati, au kisema bab alafu kanyamaza ikawa ndio kituo chako, utaanza na istihbabul uzlati, na ukifanya mudhafu wa mudhafu ilayhi utasema babu istihbabil uzlati, mlango wa kupendelea kujitenga. Kujiuzulu manake ni kukaa pembeni, usishiriki na watu katika yale mambo ya pamoja au yale mambo ambayo si ya lazima. Wakifanya wao imetosha, ndio kujitenga huko. Inda fasadi nas, lakini wakati wa kuharibika watu, ikawa watu katika kiambo chako, katika eneo lako unaloishi wote wameharibika, au jamii unaoishi yote iko mbovu, kwa hivyo wewe ushirikiani nao katika mambo mengi sana, unashirikiana katika yale ya lazima tu. Tunao vijana wetu wengi wako nje ya nchi, Wazanzibari wametoka wengi sana, lakini wako katika nchi tofauti tofauti. Wengine wako katika ndani ya nchi ambazo ukishirikiana sana na watu utatoka kwenye mistari ya dini yako. Kwa hivyo wanashiriki katika yale mambo ambayo ni ya lazima tu. Kafa mtu, kuna harusi, kuna ugonjwa, kuna mambo ya kujitolea kwa pamoja, basi. Lakini yalobakia mengine yote tena hawashiriki. Na ushiriki wao wanashiriki katika kiwango kidogo tu kile cha ubinadamu. Ikiwa unaamini watu wale wameshaharibika au jamii ile imeshaharibika, itabidi ushiriki kwa kiwango kidogo sana. Kwa hivyo kupendelewa kujitenga, yani kuto kushiriki ndani ya jamii sana, lakini inda fasadi nasi, wakati walipoharibika watu wa zamani na zama zikiwa zimeharibika. Wakati umebadilika sana, basi utakaa ushirikane nao katika yale mambo ambayo hapana budi kushirikana nao. Yalobakia mengine yote utajiepusha nao. Au al-khawfi, au wakati wa kuogopa min fitnatin fi dini, kupata mitihani katika dini yako, kwamba wewe ukishiriki kama mwanachuoni, kama mtu mcha Mungu, utaingia dosari, ama utakumbwa na zile dhambi, au utachafuliwa na wewe kwa mtazamo ule wa kukaa pamoja na nani, na watu. Kwa hivyo ikiwa hivyo ndivyo, basi utajiepusha. Wa uqo'i fi haramin, na unaogopa kuanguka kwenye haramu, wa shubahati, na mambo ya utata, wanahuya, na vitu kama hivyo, basi utashiriki kwa kiwango kidogo sana. Kwa sehemu kubwa utakuwa kivyako kimpango wako. Maneno ya vijana, utakuwa kivyako kimpango wako. Yani wewe unaonekana dhahiri kwamba hufanani na wenzako. Sijui fikra hii imeingia akilini? Maana wakati mwingine kwa watu wengine inakuwa mpya. Mnaweza kutoka msafara nye, pengine mmekwenda kwenye kozi fulani ya masomo, lakini mkafika kule mazingira yote sio mabovu, na wenzako nao wote siwo uliofuatana nao. Sasa inabidi uchague maeneo gani mnashirikiana na maeneo gani unajitenga nao. Mimi amenikuta sana mambo kama hayo kutokana na namna nilivyoishi na maeneo nilikuwa nimeshiriki. Inakuwa kazi kweli, mpaka watu wanaiona ile tofauti. Tulikuwa kwenye msafara fulani hivi, basi watu wote walikuwa wanategemea niamkemie kwanza alafu niwaamshe wao. Kwa nini? Kwa sababu mimi sikeshi nao, nakwenda kulala zangu mapema, halafu mimi lazima alfajiri niamke kutokana na ratiba yangu. Wao wanachelewa, kwa hivyo wanategemea niamkemie kwanza, halafu ndo nianze kupita kuwagongea vyumbani, amkeni.
wao wenyewe wakaona ile faida ya kufuatana na mtu wa aina yangu ndani ya misafara yao. Kama sikuamsha, wataamka jua sio tu limechomoza, lishafika utosini. Hawanilipi. Ndio msafara wenyewe unapotaka, lazima tufanye mambo mapema. Sasa namna gani utaishi katika mazingira magumu kama hayo? Tumefahamiana? Wako watu wametokea kuwa maustadhi, halafu wakacheza mpira, wakachaguliwa timu za taifa. Halafu unakwenda kwenye kambi ya timu ya taifa, halafu unakwenda kwenye mashindano nje huko, lakini wewe peke yako ndio unayesali alfajiri. Wewe peke yako ndio unojali nyakati za sala. Inakuwa ngumu kweli. Na wakati mwingine unaishi ndani ya kijiji hasa, au unaishi ndani ya bweni, au ndani ya skuli unaosoma, unakutana na mazingira kama hayo. Au kambi ya kazi unaofanya, unakutana na mazingira kama hayo. Kwa hivyo babu istihbabi al-uzlati, mlango wa kupendelewa kujitenga, inda fasadi nasi, wakati watu wanapoharibika, kwa zamani na zama zinapoharibika, au li khawfin min fitnatin fi dini, au kuogopea kupata mitihani katika dini yako, wa wuqu'in fi haramin, na kuanguka katika jambo la haramu, wa shubahati, na mambo ya utata, wa nahwiha, na mfano wa hayo. Tumefahamiana? Asiyecheza disco anaonekana mshamba katika kundi lote hilo. Sasa unakaa vipi? Asiyevuta sigara anaonekana hayumo katika msafara huu. Wewe ndio utumii chochote, inakuwa tatizo. Qala Allahu Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fafirru ila Allah, basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Inni, hakika mimi, lakum, kwenu nyinyi, minhu, kutoka kwa huyo Mwenyezi Mungu, nadhiru mubin, mwonyaji wa wazi kabisa. Somo letu liko fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Kama una penseli, piga mstari kwenye neno ila Allah, kuanzia ila hapo. Kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, ndio yenye maneno hiyo. Vipi mnakimbilia kwa Mwenyezi Mungu? Na hapa ndo pale ninapoendelea kusisitiza, wala isionekane nasa kama kitu, kwamba Qur'ani inatumia maneno kwa maana ya kwanza na kwa maana ya pili na hata kwa maana ya tatu wakati mwingine. Sasa kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu ni vipi? Kwa nini Mwenyezi Mungu kule ni kamba ile, kwamba ukimbilie kule ukagusa utepe? Unakimbilia kwa Mwenyezi Mungu, kwani Mungu yuko wapi mpaka ukamkimbilia? Kwa ni daladala ile kwamba unaifukuzia? Kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, maana yake nini? Fanyeni mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka na kuyaridhia, ndio kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu. Ukipata shida, muombe Mwenyezi Mungu, swali salatul istikhara, swali salatul haja, funga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, toa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Huko ndo kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Lakini sio maana yake uende mbio useme yuko wapi, yuko juu. Sasa kwa wale wanaosema Mungu yuko juu, halafu wanasema tusitafsiri maana ya pili, tuchukue maana mwanzo, tunamkimbilia vipi Mungu yuko juu? Tupande Apollo? Tufanyeje? Tuchukue ndege, rocket, tunafanya vipi? Ndio maana unakuta wanakuwa katika nadharia zao wanajigonga. Wakati wasema Mungu yuko mbinguni, halafu wanasema wakati huo tusilitafsiri neno lote la Qur'ani kwa maana nyingine ya pili. Haya, sasa kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Nani anaweza kwenda mbio akaenda zake juu huko aliko Mungu? Sio maana yake. Mkimbilieni Mwenyezi Mungu, maana yake muombeni Mwenyezi Mungu, muabuduni Mwenyezi Mungu, jikaribisheni kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya mambo mema. Farra yafiru, fafirru ila Allah, basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Inni, hakika mimi, lakum, kwenu nyinyi, minhu, kutoka kwake Mwenyezi Mungu, nadhiru mubin, muonyaji wa wazi na kupeni haya. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, na kutoka kwa sahaba mmoja katika sahaba 10 waliobashiriwa pepo, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Mungu amwiradhi, qala, kasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie, yaqulu, akisema maneno haya. Nimemsikia, inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-hafiyya, hakika Mwenyezi Mungu anampenda mja al-ghaniyya
Atakia kwanza mcha Mungu anayejiepusha na dhambi, na alghania aliyetosheka. Inakuja kwa maana ya tajiri na inakuja kwa maana mtu aliyetosheka. Hana pupa, hana papara katika kutafuta maisha ya dunia. Akikipata cha halali anachukua, cha haramu anakiacha. Katosheka. Hata kama kile cha haramu kina fungu kubwa, lakini yeye katosheka na kile kidogo kwa sababu ya njia ya nini? Ya halali. Si Mwenyezi Mungu anampenda mja anayejiepusha na dhambi, yani mcha Mungu tena aliyetosheka. Halafu al-khafiyya, na tumesema hadithi tulisoma kwenye milango ya nyuma kwa utakaokumbuka, inasomwa al-khafiyya na wengine wanasoma al-hafiyya. Hapa kwenu imewekwa khe au imewekwa he, khafiyya au hafiyya? Kha. Na iko nyingine hii imekuja tena kwenye mambo mwingine, lakini pia inasomwa al-hafiyya. Tutazitafsiri zote mbili, lakini hii khafiyya maana yake ni mtu mwenye kujificha, asiyejionesha na kujitokeza kwa zile shida zake. Inatokana na khafa, yani shida huijui kwake. La yasaluna nasa ilhafa, hawaombi watu kwa kuchuna nyuso. Hatangazi shida zake. Shida kwake sio sera ya kutangazwa kuombea misaada. Jamani nisaidieni, jamani nina dhiki, jamani hivi. Mpaka wakati mwingine unapata shida kumjua. Mpaka uambiwe bwana usimwone vile hana kitu yule bwana, msaidieni. Mbona hasemi? Ndio. Yuko mtu mmoja tulio kufanya kazi pamoja mimi na yeye mahala fulani, alafu baadaye Mungu akamjalia akapata nafasi nzuri na maisha mazuri sana. Sasa siku moja akanikuta njiani natembea kwa miguu na yuko kwenye gari akasimamisha. Akaambia wewe Salum Sabaha njoo hapa. Hakuniita shekhe wala nini. Nikisema si neno, ndio jina langu alionipa babangu Salum Sabaha, mamangu. Si tatizo shekhe, umekuja baadaye, nimeukuta hapa duniani. Sikuzaliwa nao. Nikasogea. Kusogea akasema, wewe unanijua kabisa mimi ni mwenzio, tumetoka mbali na sasa mambo yangu mazuri, na wewe unajijua una shida namna hii, huji kuniomba. Nikamwambia na wewe unajua kwa mimi mwenzio tumetoka mbali na shida kama hizi, hunitafute kunisaidia mpaka nije mimi? Basi alicheka. Akasema basi umenijibu bwana. Akatoa mfukoni 100,000 akanipa, na rohoni mwangu nikasema wala sizikatai, nikazipokea ngazitia mfukoni. Lakini nishamwambia na mimi kwamba na mimi usitarajie tu kwamba nikufuate, na wewe ulikuwa unitafute kwa kuwa unanijua na shida unaziona. Al-khafiyya, hajitokezi kwa mashida na matatizo. Njaa haivalii kigwaya akawatangazia watu kwa mimi na shida. Anavumilia. Ndio huyu. Ukichukua kwa khafi, ukichukua kwa ile wengine al-hafi ndo innahu kana bi hafiya. Iko kule kwa Nabii Ibrahim akasema innahu kana bi hafiya. Alikuwa kwangu Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, mwenye upole. Anakuwa mpole na ana huruma. Katosheka alafu anakuwa na huruma. Manake akipata kidogo yuko tayari kidogo hicho na mwenzake apate. Sio Messi na kitu hapo, sio mchezo saizi. Nishapata sitoke, nisimpe mtu kitu. Ndio yale ya taasisi zetu za kidini na baadhi ya viongozi wetu wanakuja mbuzi wa sadaka kutoka Maka. Unasikia msikiti mmoja imamu kwanza akamweka begani mbuzi mmoja, kakimbilia nyumbani kwake kwanza akamtupa ukumbini. Haya aficheni mzigo huo. Alafu muadhini naye kachukua wake mmoja kakimbilia kwenda kumtupa kwenda ukumbini kwake. Wekeni mzigo. Halafu na mjumbe mmoja wa kamati ya msikiti naye kachukua mmoja, wekeni mzigo. Halafu mmoja kabaki wanamtoa nje. Sasa huyu tuzungumzie huyu tunamgawa vipi? Njaa kaivalia kigwaya. Ngine muumini wa kweli hawi namna hiyo. Na Mwenyezi Mungu anampenda yule wa namna nyingine, sio hii. Almuradu bilghani, muradi wa kusema alghani, ghaniyun nafsi, mtu aliyetosheka na nafsi yake.
sio mtu aliyetosheka kwa maana anakidhi mahitaji kwa mali aliyonayo. Nafsi yake imetosheka, ndio ghani aliyekusudiwa hapa, kama sabaka fil hadithi asai, kama ilivyotangulia katika hadithi sahihi kule nyuma alishasema, lakini ndio inategemea unavyotalii Riyadhus Salihina. Yani milango ya nyuma imezungumzwa hadithi, leo tunairudia tu, lakini unaiona tena tamu mpya kama ndo kwanza inasemwa leo. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala rajulun ayu an-nasi afdalu ya Rasulullah? Qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala thumma man? Qala thumma rajulun munazilun fi shi'bin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu wa fi riwayatin yattaqillaha wa yada'u an-nasa min sharrihi. Muttafaqun alayhi. Kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sahaba mashhuri, qala kasema, qala rajulun, alisema mtu mmoja, hakumtaja nani, na bila shaka mtu huyu atakuwa ni sahaba na ni Muislamu, kwa sababu anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuliza maswali ya dini na kujibiwa, lakini hakumtaja nani. Kasema ayu nasi afdalu ya Rasulullah, ni mtu gani bora kuliko watu wote, mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Na unaona anamuita ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo anamwamini. Mtu gani bora? Afdalun nas. Qala, Mtume akasema mtu bora ni huyu, mu'minun, ni mtu mwenye imani ya kweli katika dini ya Kiislamu, mujahidun, mwenye kupambana, binafsihi wa malihi, kwa nafsi yake na mali yake, fi sabilillah, katika njia ya nini? Ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni vita yuko tayari, ikiwa ni kutafuta elimu yuko tayari, ikiwa ni kutoa zaka na sadaka yuko tayari, ikiwa ni kuhiji yuko tayari, ikiwa ni kufanya lolote la kufunga la kuswali la khairi lolote, anapambana katika njia ya Mwenyezi Mungu, tena yeye mwenyewe na kwa uwezo wake mwenyewe, hategemei uwezo wa mtu mwingine. Qala, yule bwana akasema thumma man, kisha nani mwingine? Qala, Mtume akasema thumma rajulun, kisha mtu munazilun, amejitenga, yuko peke yake, fi shi'bin min ash-shi'abi, katika kiunga miongoni mwa viunga, au eneo miongoni mwa eneo, yaabudu rabbahu, anamwabudu Mola wake. Kaona watu wanafanya vurugu, yeye katafuta namna ya pekee yake. Wa fi riwayatin, na katika mapokeo mengine, yattaqillaha, anamcha Mungu, wa yada'u nasa, na anawaacha watu, min sharrihi, na shari yake. Yani yeye hawasababishi watu matatizo, anawaacha watu na mambo yao, na yeye anafanya yake, hata kiugomvi na mtu, kanjisebua yumbali. Na Qur'ani inatuonesha sana mambo haya. Kwenye sura Yasin kule, wajaa rajulun min aqsal madinati yasa qala ya qaumi tabi'ul mursalina, yeye yule alikaa mbali kwa sababu wale watu ni wabaya. Na katika sura Al-Qasas, wajaa min aqsal madinati rajulun yasa qala ya Musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihina. Wale wote wawili ni watu wa Mungu, na Qur'ani haikuwaonesha kama walikuwa manabii, imeonesha kuwa walikuwa ni watu wa kawaida tu, lakini walifika mahala wakaona jamii imeboba, imezama kwenye dhambi, wakaamua kukaa pembeni. Wala si kigezo cha manabii ukasema labda walikuwa na wahi. Wale ni watu wa Mungu tu. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii imewafikiwa na Bukhari na Muslim, kitu kizito cha kweli. Wa anhu, na kutoka kwake tena yule sahaba Abi Sa'id aliyetajwa nyuma, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu amesema, yushiku an yakuna, lakini kwangu imeandikwa yushiku an yakunu, lakini irabu sahihi yushiku an yakuna. Kwa nini imeandikwa vipi, an yakunu au an yakuna? An yakuna kwa sababu an harfu nasbin wa masdariyin, yakuna fi'l mudhari mansubun bi an wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhir. An yakuna
Vitabu vinachapishwa nchi za Uarabu, lakini tunavikosoa sisi katika nchi za Kiafrika. Ndio elimu ilivyo. Yushiku an yakuna khaira mali almuslimi ghanamun yatatabba'u biha sha'af aljibali wa mawaqi' alqatr yafirru bidinihi min alfitani. Rawahu al-Bukhari. Wa sha'af aljibali a'lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yushiku, imekaribia, imekaribia, au pia inatafsiriwa kuna wasiwasi, lakini wakati mwingine tunasema yushiku inakaribia, na ndio zaidi, kwa sababu ukienda kwenye nahwu yushiku ni min af'ali al-muqarabati, katika vitendo vinavyoonyesha kukaribia jambo. Yushiku imekaribia, ani yakuna iwe khaira mali almuslimi, mali bora ya Muislamu iwe ni ghanamun, mbuzi au kondoo. Ghanam Waarabu wengi wanaitumia kwa maana ya mbuzi, lakini wengine wanatumia pia kwa maana nini, ya kondoo. Kwa hivyo ni mfugo, mbuzi au kondoo. Yatatabba'u biha, anakwenda nao mfugo huo sha'af aljibali, kwenye vilele vya majabali. Anakaa majabalini juu huko na mifugo yake, anajitenga, anakaa mbali. Kwa nchi za Kiarabu ndio majabali, kwa nchi za sisi ndio unakwenda huko viungani, huko mbugani, kwenye mbuga. Wa mawaqi' alqatri, na maeneo ya mvua au maeneo ya maji kakusudia, na huko chini kanambia ai mawaqi' alkalai, maeneo yenye nyasi. Yafirru bidini, anakimbia na dini yake, min alfitani, dhidi ya fitna. Ana khiari akachunge mbuzi au kondoo, akae nao mbali nje ya mji, ili kuiepusha nafsi yake na nini, na fitna katika mambo ya nini, ya dini. Kuna wasiwasi au inakaribia, utafika wakati huo mtaingia kwenye fitna. Muumini wa kweli ataamua kuchukua mifugo yake akakae zake. Kwa huko kwetu sisi atachukua ngarawa au kidau, ende zake porini huko akavue. Hata akirudi huku kimya, anaingia kijumbani mwake. Kwa hivyo ni mambo ya kukaa mbali. Rawahu al-Bukhari, ameipokea nani? Na sha'af aljibali ala, vilele vya majabali, sehemu za juu za majabali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanama faqala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah anatusimulia, na Abu Hurairah ni miongoni mwa masahaba ambao walikuja zaidi wakati Mtume sallam yuko Madina. Hakuishi na Mtume sallam katika kipindi ambacho Mtume sallam alikuwa Maka. Kwa hivyo alikuwa wapi? Alikuwa Madina. Na kwa hivyo mambo mengi yanayohusu maisha ya Mtume sallam akiwa Maka, Abu Hurairah alikuwa hayajui. Anajua yale ya Madina, ambako Madina Mtume alipokewa kwa shangwe, akakabidhiwa uongozi. Kwa hivyo maisha yake yalikuwa ni tofauti na alikokuwa Maka, ambako alikuwa anapingwa kabisa na hali yake ya maisha ilikuwa ngumu. Kwa hivyo Mtume akasema ma ba'atha Allahu nabiyyan, Mwenyezi Mungu hajatuma mtume yoyote illa ra'al ghanama, isipokuwa alichunga mbuzi au kondoo. Na watu wa hikma wanasema kwamba uchungaji wa wanyama hawa unasaidia sana katika kujenga subira ya kiongozi. Sababu mbuzi na kondoo ni wanyama wagumu kweli kweli kuwachunga. Siku moja niliona kwa macho yangu mtu mmoja anataka kumvusha mbuzi barabarani wake mwenyewe, na mbuzi anavogoma kuvuka ile barabara, anatia jeki kwenye miguu yake, hataki kwenda. Kila mbinu anatangulia mbele, anamvuta, anampiga makofi nyuma, hendi. Unajua mwisho alichoamua, alikamata miguu miwili ile nyuma kwa mkono mmoja na mbele kwa mkono mmoja, akamtia kwenye mabega, akamjitwika shingoni, akavuka naye. Sasa huyo ni mbuzi mmoja tu. Chukulia kwa mtu anachunga mbuzi 40, na alafu kila mmoja anaonesha ukaidi wake. Kondoo ndio balaa, ukisinzia akakupiga kichwa. Manake kondoo yeye ukifanya hivi kichwa chako
Maana kunamwambia kama unaweza njoo, kama unaweza njoo, kama unaweza njoo. Na anachojua ni kuruka tu diving head akakupiga kichwa kimoja tu. Siku nyingine nitakupeni hadithi ya mchungaji wa kondoo na aliyomkuta. Lakini tunachosema ni wagumu sana kuwachunga hawa. Na kila wakiwa wengi tafrani yao inakuwa kubwa. Kwa hivyo yule mchungaji anatakiwa awe ana busara, ana subira, ana juhudi kubwa. Kwa Mwenyezi Mungu umpitisha kule nabii yoyote yule ili aweze kuwa na subira, aweze kuwa na bidii ya kutosha, kutokata tamaa na awe na busara ya kutosha. Sema ma min nabiyin ma ba'atha Allahu nabiyyan, hajatuma Mwenyezi Mungu nabii yote illa raa al-ghanama, alichunga wa mbuzi na kondoo. Faqala ashabu, masahaba zake kumwambia wa anta, na wewe umefanya kazi hiyo? Kwa sababu hawa wengi wao ni watu wa Madina, hawajui maisha yake alipokuwa Maka. Qala naam, akasema ndio. Naam, wala sio ni'im. Naam kwangu mimi kantilia kisra kwenye aini hapa, lakini fasaha ya Kiarabu hawasemi ni'im, wanasema naam. Ni'im wanasema Waisraeli, ni'im wanasema Waisraeli. Na katika Kiarabu ukisema ni'im inaleta maana nyingine. Fa ni'im ma hiya, kwa maana yake ni bora. Ni'im maana yake ni bora, lakini naam maana yake ndio. Naam ndio. Kuntu araha, nilikuwa nikiwachunga wanyama hao ala kararita, kwa vijisenti tu, li ahli Makkah, kwa watu wa Makkah. Nikipewa vijisenti, kararita senti ndogo, kiasi kidogo cha pesa. Hili neno kararita na qirat linategemea linapokaa kwenye sentence. Wakati mwingine linaleta maana ya wingi na wakati mwingine linaleta maana ya nini? Ya uchache. Hapa limeleta maana ya nini? Ya uchache. Kwa hivyo tunasema visenti, ingawa kwa wenzetu wa dini ya Kikristo Vincent ni jina la mtu, na wanamuita hivyo kwa Kiswahili Vincent. Lakini Vincent maana yake pesa. Pesa kidogo, Na watu wa Mombasa wanatumia sana hiyo. Yupo jamaa kule. Wanasema asema maskini wa noti tajiri wa Vincent. Wamekutukana sana, sema huyu maskini wa noti tajiri wa Vincent. Yaani noti hana, ana Vincent vile vitatu, halafu anataka kutamba. Maskini wa noti tajiri wa nini? Wa Vincent tu. Lakini kuna mmoja vile katika wanasiasa wa Tanzania bara zilipotea pesa sijui bilioni 1 sijui bilioni 2 za serikali kimehesabu, akazungumza na wanahabari akasema kwani nyinyi mnazungumzia pesa gani? Vincent tu. Unasema Vincent bilioni, unasema Vincent. Wakamsakama kweli wanahabari kuidharau bilioni 1 akaita nini? Akaita Vincent. Wakawa wanamtania mzee wa Vincent, mzee wa Vincent. Turudi kwenye maudhui. Kwa hivyo araha ala qararita, na wachunga kwa Vincent kidogo ni alimaka watu wa Maka, napewa pesa kidogo sana lakini nikiwachunga. Kwa hivyo Mtume sallam kapita kwenye kazi hiyo na anawathibitishia masahaba ambao walikuwa hawajui habari hizo hasa katika mji wa Madina kwamba yeye alifanya hiyo kazi. Rawahu al-Bukhari. Hadithi kaipokea nani? Bukhari. Wakadhani kwamba mtu akifanya kazi hizi za kufuga wanyama na nini anakuwa mtu duni na mtu dhalili. Hapana. Na Mwenyezi Mungu huenda ikawa anamzawadia hikma kubwa sana ndani ya kazi ile. Wa anhu, na kutoka kwake tena sahaba huyo Abu Huraira. Kwa sababu ikitajwa anhu unarudi hadithi ya nyuma yake ni sahaba gani? Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kutoka Mtume sallam kwamba akasema min khairi ma'ashi nasi rajulun mumsikun anana farasihi, au kwenu umetiwa kisra aini ainana, anana kwa fatha ndio barabara. Mimi naiqualify zaidi kwa fatha, kwenu inana. Inana kwa kisra, irabu zote mbili zinatumika, anan na inan. Kwa hivyo anayesema inani ikiwa imeandikwa inan yende hivyo kwa inan, ikiwa imeandikwa anan yende hivyo hivyo anan. Haya, mumsikun inana farasihi au mumsikun anana farasihi fi sabilillahi yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan au faz'atan tara alayhi yabtaghi alqatla au almauta madanahu au rajulun fi ghunaymatin fi ra'si sha'afatin min hadhihi ash-sha'afi أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم صلاة ويؤتي زكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير
ay yusri'u wa matnuhu dhahruhu wal hay'atu as-sawtu lil harbi wal faz'atu nahwuhu wa madhannu ash-shay'i al-mawadhi'u allati yudhannu wujuduhu biha wal ghunaymatu bi dhammi al-ghaini tasghiru al-ghanami wash-sha'afatu bi fathi ash-shini was-sini hiya a'la al-jabal. Unamuona Imamu Nawawi anatusaidia kwa kweli, kwa sababu anaileta hadithi halafu anaifafanua misamiati iliyotumika ndani ya nini, ndani ya hadithi, kwa sababu lugha iliyotumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya karne nyingi zilizopita nyuma. Kwa sasa ni karne 14, tunaikatisha inakwenda kwenye karne ya 15. Kwa hivyo huenda baadhi ya maneno yameshasahulika, au huenda baadhi ya mitindo ya usemaji imeshabadilika. Kwa hivyo anakuja anakusaidia kwenye misamiati na mitindo ya maneno ili uweze kuyafahamu vizuri maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu amrehemu na ampe thawabu kede tele al-Imam an-Nawawi, ambaye jamaa zetu waliokuja sasa hawa wanamponda. Hawa jamaa wanaokipa mgongo kibla ndani ya sala. Haya, twendeni. Mnawajua wanaopenda kumshambulia kila mtu. Sisi tunafundisha. Na kutoka kwake tena kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu anaukala kwamba kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, min khairi maashi nasi, katika ubora wa maisha ya watu, rajulun, mtu, mumsikun anana farasihi au inana farasihi, ameshika au amekamata hatamu ya farasi wake, fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yuko kwenye mapambano, kakamata hatamu za nani? Za farasi. Hatamu ni ile kamba inayotiwa ikafungwa kwenye pua, alafu yeye akawa naikamata kwa ajili ya kumwendeshea nani? Farasi. Wengine wanasema ujamu, na katika Kiarabu kingine lijamu. Hawa jamaa wanasema zaidi ujamu kule kwao, untie ujamu mkokote, yani unamlazimisha kwenda asikokutaka. Basi kakamata hatamu ya farasi wake katika njia ya Mwenyezi Mungu, yatiru, anaruka, ala matnihi, juu ya mgongo wake. Anaruka juu ya mgongo wa yule farasi, maana farasi anakwenda mbio, ndio muradi wake. Kullama sami'a, kila anaposikia hayatan, kauli ya hamasa, uhamasishaji wa kwenda vitani, kila akiambiwa haya jihadi, akisikia ile hamasa, msisitizo, basi anaruka kwenye mgongo wa farasi wake, anakimbilia. Au fazatan, au akisikia fadhaa kwamba maadui shashambulia mahala fulani, zogo, kelele, tara alaihi, huruka juu ya farasi yule, yabtaghi alqatla, anataka auwe makafiri, au almauta, au auliwe yeye na makafiri. Mmoja katika mawili, auwe au auliwe. Alqatla, au yeye, au almauta, au afe yeye. Madhanahu, zile njia zake au maeneo yake ya kwenda huko kwenye mapambano ndio madhan. Madhan ni maeneo ambayo kitu kinapatikana sana, hapo ndio madhan. Tumevamiana. Kwa mfano madhanu samaki, mahala panapopatikana sana samaki ni sokoni au baharini, ndio madhan. Kwa hivyo zile njia zake au maeneo yake. Au rajulun, au mtu mwingine, fi ghunaimatin, yuko katika vijibuzi na vikondoo, fi rasi shafatin, katika kilele cha jabali, min hadhi shafi, katika haya majabali au vilele vya jabali. Au batni wadin, au yumo ndani ya tumbo la bonde, min hadhi laudiati, katika haya mabonde, mbugani kule, anakwenda kulisha wanyama. Lakini yuqimu salata wa yuti zakata wa ya'budu rabbahu, anasimamisha sala, anatoa zaka, anamuabudu Mola wake. Pamoja na kukaa akashughulikia hao kondoo na mbuzi, lakini havimfanyi kuwa ni sababu ya kuacha kufanyaje? Kuswali. Lakini hii inaonekana wazi kuwa atasali kule kule, haji msikitini. Labda apate mtu wa kumshikia, ampate mtu wa kumshikia, na mtu wa kumshikia na aende msikitini. Siku moja ilitoka fatwa kwamba sala ya jamaa, kama mtu hajasali, sala yake batil, paka awe na udhuru. Wako wengine watu wakubwa wametoa fatwa hizo.
Na hoja zao ziko nyingi. Mmoja wasema alhamdu inasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, wewe ndo tunayekuabudu na wewe ndo tunayekuomba msaada. Haisemi iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu, wewe ndo ninayekuabudu na wewe ndo ninayekuomba msaada. Tunayekuabudu na kukuomba msaada. Kwa hivyo uko peke yako, uko na wenzio, tena unasali peke yako, imekuhusu nini? Na ukiomba sema ihdina sirata, usemi ihdini, niongoze. Akajenga hoja. Mmoja katika watu nikanyosha mkono bwana. Bahati mbaya siku hiyo nilikuwa nimekwenda nimevaa suruali na shati, sina kanzu, sina chochote. Akaona labda hichi ni kitoto tu akina, na umri wangu ulikuwa mdogo wakati ule, hata ndevu hivyo havijaota. Nikamwambia shekhe, naomba niulize, wewe kama unataka kuomba dua saa peke yako, dua mashuhuri kabisa nzuri utakayoomba dua gani? Kisema nitasema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kaambia kwa nini useme rabbana atini fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qini adhaban nar? Si uko peke yako, mbona unasema atina? Tupe, usemi nipe. Na wewe unaomba peke yako. Akaambia unajua kuomba dua na nini utajiombea wewe na wenzio. Kaambia basi na ile alhamdu ndio hivyo tunajiombea sisi na we na wenzetu, lakini haina maana kwa mtu aweze kusali peke yake. Tumefahamiana? Muhimu swala jamaa ina daraja kubwa, lakini tusifike mahala tukaibatilisha swala ya mtu peke yake, tutakuwa tumekwenda mno. Turudi kwenye mada. Lakini na nyingine mtume sikaambiwa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana, si anaambiwa peke yake. Haya, kwa hivyo tunasogea, huyo yuko katika vibuzi fi ra'si shaghabatin au batni miwao, yuqimu salata wa yutu zakat wa ya'budu rabbahu, na namwabudu mola wake, hata yatia al-yaqin, mpaka umfikie uhakika. Na uhakika maana yake kifo. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin, al-yaqin wal maut, ndio tafsiriwa na wafasiri wengi. Hata hiyo aya niliyoisoma hapa na manani al-yaqinu kasema nini, lihaku huwa al-maut, ni kufa. Kwa hivyo mpaka yanamjia mauti. Laisa minan nasi illa fi khairin, hayuko pamoja na watu mtu huyu yusuka katika jambo la khairi. Yeye kakaa huko na wanyama wake, lakini akisikia kuna mtu kafa anakwenda, kuna shughuli ya harusi anakwenda, kuna wameitwa pamoja kuzungumzia majanga aliyojitokeza katika kilimo na mifugo, anafanyaje? Anakwenda. Yale mambo ya kheri ndio yuko pamoja na watu, lakini aliyobakia yote yuko peke yake na wanyama wake huko mabondeni au milimani, kajitenga. Kwa hivyo hii nayo ina nafasi katika dini ya Kiislamu. Rawahu Muslim, hadithi amepokea nani? Yatiru ay yusri'u, wa tafsiri anaruka manake anafanya haraka. Wa matnuhu, na matni manake dhahru, mgongo wake. Wal hay'atu as-sautu lilharbi, sauti kwa ajili ya vita, ukenja, kelele, vita vita, tukapigana vita, maadui yanavamia nchi. Na zamani ilikuwa hakuna jeshi, kila raia mwanamme mwenye uwezo wa kupigana vita ndio jeshi. Ilikuwa hakuna utaratibu kwamba nchi na jeshi maalum kazi yake kulinda nchi na mipaka. Ilikuwa watu wote ni majeshi. Sasa imekuwa jeshi ndio mwenye jukumu la kulinda nchi na nini na mipaka, mpaka waone wanazidiwa, wanaweza kuomba msaada kwa raia, wanaomba msaada kwanza kwa jeshi la polisi na vikosi vingine mbalimbali, alafu wataweza kuomba sio kuomba msaada kwa kweli, ni kuamrisha raia washiriki katika vita, kwa sababu hali imekuwa mbaya. Halafu anasema wal fazatu, fadhaiko, nahu mfano wake. Fadhaiko maana yake ni watu kuchanganyikiwa kwa jambo la balaa lilotokea. Kwa hivyo kasikia huko kuna majanga, kuna moto unawaka, ukazimwe, basi hapo ndo anakwenda. Lakini yaliyobaki anajitenga na kukaa peke yake. Madhanu shay'i, madhani ya kitu, almawadhi'u allati, ni maeneo ambayo yudhannu wujuduhu fiha au biha. Kwangu mimi imefutika, ni fiha au biha, kuna fe hapo alafu ye sawa. Allati yudhannu wujudu, pale ambapo inadhaniwa kupatikana kwake fiha, katika maeneo haya ndio inaitwa madhan. Kwa
Kwa hivyo jaani au jalalani ni mahala madhanul wasakhi, ni mahala ambapo panadhaniwa sana patakuwa pachafu. Ingawa wakati mwingine unaweza kwenda kwa utajali limesafishwa, lakini si kawaida. Na chooni vile vile ni mahala panapodhaniwa kuwa hapako tahiri, ingawa unaweza kwenda ukakuta choo kiko safi. Mimi niliwahi kuingia hoteli moja mahala fulani, nikaingia chooni, niliamua kusinzia kwanza kidogo mle chooni. Nilikipenda kile choo kupita kiasi, kina AC, kinanukia vizuri, nikasema hebu nijaribu kulala nitaupata usingizi. Ulikuja bwana chooni. Kwa sababu kile choo kiko katika unadhifu hali ya juu, kuna maperfume, kuna nini, kuna kila kitu, kuna nukia, kuna pendeza. Lakini vyo hivyo sivyo maskini kama mimi na wewe pangu pakavu tia mchuzi, Kwa hivyo ala kula hali. Nililala. Nikapata usingizi wa saa nzima. Tena vyoo vingine mpaka TV imo. Kuna remote ya saa. Ukikaa kitako kama choo cha kukaa na mzigo hauji, unafungua mchezo wa kutisha. Ukitetemeka kidogo hivi vitu vinashuka. Ziko bwana, asikwambie mtu, kuna hoteli za ajabu mpaka TV mpaka chooni. Zipo bwana, lakini gharama yake ndio si mchezo. Wala usijaribu, utauza kibanda chako kwa kulala hotelini. Haya bwana. Wal ghunaimatu bi dhammil ghaini, na ghunaima kwa kuitia dhamma ghaini tasghirul ghanam, kudogosha neno ghanam. Ghunaima vibuzi au vikondoo. Na hapa sio udogo wa umbo, udogo wa idadi. Tasghir inaweza kuwa imelenga udogo wa umbile au udogo wa nini, wa idadi. Vibuzi maana vibuzi kidogo, kama vile sema visenti, maana sio zile senti zenyewe zimekuwa ndogo, idadi yake. Tumevamiana. Sema yule ana vijiguo viwili vitatu, maana unazungumzia idadi. Ana vijiguo anauza vya kitoto, sasa hivi ni vidogo. Kwa hiyo inategemea unavyoizungumza ile tasghiri iko katika maudhui gani. Hapa ghunaima vibuzi kidogo, yani si kwamba wadogo sana kwa umri au kwa maumbile. Tasghirul ghanam. Wa sha'afatu bi fathishini wasin wala aini, kutia shini na aini. Sha'a hiya a'la aljabali, ni kilele cha majabali au vilele vya majabali juu majabalini. Na wakati mwingine jabali likiwa lina upana huko juu, kuna tabia kuota nyasi na mvua inapiga mwanzo. Na wakati mwingine katika nchi nyingine unapita ukungu juu, ule ukungu kama umande unamwaga maji kule juu, haufiki huko chini. Kwa hiyo kuna kuwa na rutuba vile vile wakati mwingine kule juu. Anapanda nao wale kondoo mbuzi majabalini. Kwa hivyo hilo ndio linalosema babu fadli al-ikhtilat bin nasi wa huduri juma'ihim wa jama'ati. Mlango ule tuliomaliza kuusoma ulikuwa unaonesha kwamba inawezekana mtu akaamua kukaa mbali na jamii, asichanganyike nayo, isipokuwa katika yale mambo ni ya lazima sana, na anaweza akajitenga na bado anabaki kuwa ni mcha Mungu. Hatoki kwenye ucha Mungu kwa kujitenga na watu. Lakini katika mazingira gani? Katika mazingira ambapo jamii imeharibika, dhambi inatawala, uharibifu umekuwa mwingi. Lakini ikiwa kinyume chake, jamii haijaharibika kiasi hicho, au yeye akichanganyika na watu watafaidika naye zaidi kwa kuwasaidia, hakuna haja ya kwenda kujitenga. Itatakiwa achanganyike na watu. Kwa hivyo utatizama yale mazingira, utayasoma ni pa kujitenga au pa kuchanganyika. Sasa analeta upande wa kuchanganyika. Babu fadli al-ikhtilat, mlango wa ubora wa kuchanganyika binasi na watu. Kule tulisoma babu nini uliotangulia, istihbab al-uzlati, kupendelewa kujitenga, lakini ubora wa kuchanganyika na watu. Wa hudhuri juma'ihim, na kuhudhuria sala zao za Ijumaa, wa jamaatihim, na sala zao za jamaa. Tumefahamiana vizuri hapo? Sasa inaonesha wazi mlango ule kule Ijumaa atakuwa haendi, atasalia dhuhuri. Yule anayejitenga atasali peke yake, hasali sala nini ya jamaa. Lakini akiona ipo sababu ya kushirikiana nao kwenye Ijumaa, atakwenda. Kwa mfano kuna msiba na anazikwa mtu baada ya sala nini ya Ijumaa, au anazikwa baada ya sala yote, lakini atakwenda kusali nao jamaa kwa sababu sala ya maiti atasaliwa pale.
Tumefahamiana vizuri hapo? Na ndio maana kule kwenye sala ya jamaa, kwa ni sala ya Ijumaa na sala ya jamaa ni fardhu aini au fardhu kifaya. Kauli yenye nguvu ni fardhu kifaya, sio fardhu aini. Yani wajibu wa kila mtu au wajibu wa pamoja, wakisha kufanya baadhi wengine hawana dhambi. Bila shaka sala ya Ijumaa na sala ya jamaa ina fadhila kubwa, na kama huna sababu ya kuziacha, usiziache. Utakuja kujuta siku ya kiyama kwa nini uliacha Ijumaa na uliacha jamaa, ukenda ukasali peke yako, ukasali adhuhuri wakati wa Ijumaa. Thawabu zake zitakuwa tofauti. Na mtu bila shaka hawezi kuacha faida akaenda kusikokuwa na faida. Wa mashahidil khairi, na mashuhudio ya khairi vile vile. Mashuhudio ya khairi ni nini? Ndio kama hivyo pana harusi. Hilo la khairi unakwenda kulishuhudia. Kuna funguliwa msikiti, kuna funguliwa madrasa, kuna mradi wa kuchimba kisima. Hayo ni mashahidul alkhairi, unakwenda kushuhudia mambo ya khairi. Wa majalisi dhikri, na vikao vya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, mawaidha, darsa na vitu vingine. Maahum, pamoja na hao watu. Wa iadati maridhihim, na kumtembelea mgonjwa wao. Usijitenge mpaka ikawa tena watu wanaumwa, mpaka wanakufa, mpaka wanazikwa, we huonekani. Too much. Wa ghairi dhalika, na yasokuwa hayo, mimma salihihim, katika maslahi yao watu, liman qadara ala al-amri bil ma'rufi, kwa yule ambaye ataweza. Tumeruka kitu? Kweli. Wa iadati maridhihim, wa hudhuri janaizihim, na kuhudhuria majeneza yao, misiba, kwenda kuzika. Wa muasati muhtajim, na kumsaidia mwenye haja miongoni mwao kama unaweza kwenda kumsaidia. Wa irshadi jahilihim, na kwenda kumuongoza mjinga miongoni mwao, kutoa taaluma kama wewe ni msomi. Wa ghairi dhalika, na soko hayo, mimma salihim, katika maslahi yao. Liman qadara ala al-amri bil ma'ruf, kwa aliyeweza kuamrisha mema, wa nahi anil munkar, na kukataza mabaya. Ikishakuwa ukifika kule iko faida itapatikana. Wa qam'i nafsihi, na kuikomoa nafsi yake, minal idha'i, na maudhi. Wa sabrihi ala al-adha, na kuvumilia kwake yale maudhi. Kuikomoa nafsi yake na maudhi ni nini? Manake kwenda pale akasema, we nafsi, hata kama huyatake haya, yavumilie. Yako mambo yanamkera, lakini sasa nafsi nayo jifunze kuyavumilia, kwa sababu ulimwengu huu huwezi kuuendesha wewe kwa vidole vyako. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yashau. Kama humu mjini, ndugu yangu, kwa sasa hivi, hata hapa kwetu Zanzibar na miji mingine mikubwa, ikiwa siku moja kwa nikiwatafsiria watu ile aya wakaona kichekesho, inasema qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini. Wa shekhe wetu wa zamani anasema wainamishe macho yao, ndio yaghuddu min absari. Na yule wa kulli mu'minati yaghudduna min absarihinna. Niko kwenye holi nikamwambia sawa, wazee wamesema wainamishe macho yao, lakini nataka nikwambie leo ukiinamisha macho utagongwa na gari au bodaboda barabarani. Utatembea vipi kama guruguru? Kwani kuinamisha macho walipokusudia maana yake nini sasa? Si utazame chini. Hii dunia leo unaweza kutembea kwa kutazama chini wewe ukasalimika huko barabarani. Dar es Salaam pale ndio unafanyaje? Unatembea mitaa Kariakoo sio wapi, yaghudhu min absari, kwa maana ya kuinamisha hasa macho chini. Nikamwambia mimi na wasiwasi na tafsiri hii, lakini nimekwenda nikaiangalia, kumbe ghadha yaghudhu sio kuinamisha, kudhibiti. Qul lil mu'minina yaghuddu min absari, waambie waumini wadhibiti baadhi ya mitazamo yao, maana min tabi'idhia, sio yaghudhu absarahum, yaghudhu min, wadhibiti baadhi ya mitazamo yao. Mengine ndo lazima uitazame. Wewe mkuu wa kituo cha polisi, halafu anakuja mwanamke kabakwa, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, mama umebakwa, wapi wamekushughulikia? Yaghuddu min absarihim, utaweza kweli yaghuddu min absarihim kwa maana kuinamisha? Daktari na anakuja mwanamke kachanika paja, umevaa gloves alafu unatazama huku, qul lil mu'minina yaghuddu min absar, utamtibu?
Wadhibiti baadhi ya mitazamo ile ilikuwa si lazima. Watizame pale palipokuwa pana ulazima. Hapana ulazima, usishughulike napo. Litafika somo lake tutalizungumza hilo. Lakini tumeligusa leo. Hatari. Wa sabrihi ala al-adha, na kuvumilia kwake maudhi. Maana maudhi yanataka uvumilivu. Mengine unaweza kufoka ukayaondoa, mengine hata ukifoka hayaondoki. Sio unafanyaje? Kama mtu anakaa karibu na ukumbi wa Salama hapo Bwani, anaweza kuzuia disco isipigwe? Anafanyaje? Anatia earphone, anatia pamba za masikio. Soundproof, nyumba yake yote ataifanya soundproof. Sasa maudhi mengine huna namna, lazima uyavumilie kwa sababu ndio yapo. Unakwenda huyataki, unaamrisha mema, unakataza mabaya, yanakukera, unamuomba Mwenyezi Mungu alete nusura yake, lakini ndo dunia hivi tunakwenda. Mwisho utajitosa baharini, kujiue mwenyewe kama huipendi dunia kwa kiasi hicho. Anakufafanulia, "I'lam jua anna al-ikhtilata bin-nas", kwamba kuchanganyika na watu ala alwajhi alladhi dhakartu, kwa namna ambayo nimeitaja, huwa al-mukhtaru, ndo kulikochaguliwa, lada alladhi kana alayhi, ambako alikuwa juu yake Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wasairul anbiya, na mitume wote salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wakadhalika al-khulafa'ur rashiduna, na hivyo hivyo makhalifa wanne waongofu, wa man ba'dahum, na walokuja baada yao, min sahaba tikra masahaba, wa tabiina na tabiina, wa man ba'dahum, na walokuja baada yao, min ulama'il muslimina, katika nazoni wa Kiislamu, wa akhyarihim, na watu bora wao, watu wa khairi. Wa huwa madhhabu akthari tabiina, na ndo mapito ya matabiina wengi, wa man ba'dahum, walokuja baada yao vile vile. Wabihi, na kwa msimamo huo, qala Shafi'i, amesema al-Imam Shafi'i, wa Ahmad na Ahmad, wa aktharu fuqaha, na wengi wanafiki wa sharia ya Islam radhiyallahu anhum ajma'ina, Mwenyezi Mungu awaradhi wote kwa pamoja. Qala Allah Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, na saidianeni katika wema na uchamungu. Wema na uchamungu, shirikianeni kusaidiana, hata kama wale wengine si watu wema, lakini likiwa lile jambo ni jema, mfanyeje? Mshirikiane. Ndio maana akasema wataawanu ala albirri wattaqwa. Takwa, ucha Mungu, utawahusu wale wacha Mungu wenzao, lakini birri, wema, unaweza kumhusu mtu yote hata si mcha Mungu vile vile akahusika katika birri. Kwa mambo yote ya wema mshirikiane. Wala ayatu fi maana ma dhakartu, na aya katika maana ya mambo aliyotaja, kathiratun ma'luma, nyingi na zinajulikana. Kapita hapo tu. Mlango huu ni mfupi sana kuliko milango mingi, lakini kaingia kwenye ufafanuzi. Babu tawadhui, mlango wa kunyenyekea, wa khafdhil janahi, na kushusha mabawa, lilmu'minina, kwa waumini. Wakhfidh janahaka lilmu'minin au liman ittaba'aka min almu'minina. Hafidhul Quran, wakhfidh janahaka liman ittaba'aka min almu'minina. Na shusha bawa lako kwa wale waliokufuata katika waumini. Zitakuja hapo mbele aya. Tawadhui ni unyenyekevu, kujishusha ndio tawadhui. Kinyume chake tarafu'i, kujinyanyua au kujikweza. Sasa tawadhui, ujiweke chini, usinyanyue wewe. Waache watu wakunyanyue, lakini wewe usijipeleke juu. Cheo cha kidini kinatoka kwenye nyoyo za wale unaowaongoza. Kwa hivyo ukijinyanyua mwenyewe inakuwa bure. Waache watu wakufanyeje? Wakunyanyue. Usijinyanyue mwenyewe. Wewe jiweke chini, watu wakupeleke juu. Ndio tawadhui. Lakini kama unajinyanyua, halafu akatokea watu maronjo na wao wakakunyanyua, itakuwa balaa. Utakwenda sipo. Na unaweza kupitiliza ile nafasi unayostahili. Ndio tawadhui, kujishusha, kujinyenyekeza. Na kushusha bawa kwa ajili ya waumini, maana yake kuwafanyia huruma. Imetolewa, imefanywa istiara. Tunarudi kule kwenye lugha.